Moja, tuna mchezo mgumu dhidi ya Al Ahly, lakini kitu ambacho tunaamini ni kwamba tuna timu bora, maandalizi yetu mazuri. Tumeona namna ambavyo timu ilikuwa wanacheza Zanzibar, ilikuwa ni maandalizi ya kuwafanya wachezaji wote wawe tayari kwa ajili ya mchezo huo. Kwa hiyo naamini mchezo uko tayari, na sisi kilichobaki ni kwamba tunaomba dua mazoezi ya mwisho kusipatikane majeraha huko Misri, ni mradi tuweze kuona wachezaji wetu wote wakiperform kwenye mchezo huu. Lakini kubwa kuliko lote ni ongezeko la wachezaji wa kimataifa ambao wamekuja kuongeza nguvu kwenye timu yetu. Mchezaji kama Alan Okello, mchezaji kama Mohamed Damaro, mchezaji kama Depu wamekuja kuongeza nguvu kwenye timu yetu. Kwa tunaamini kwamba wachezaji wale ongezeko lao litatuongezea nguvu kule Misri kuweza kuondoka walau na alama 3 kama sio moja. Lakini wachezaji ambao walikuwepo awali, goalkeeper Djigui Diarra amerudi, tumemwona yao Kwasi Otola, tumemwona amerejea. Kwa hiyo tunaamini kwenye mchango wao kutuongezea namna ambavyo timu inaweza kuperform kutokea na wao uwepo wao. Ukiangalia rekodi kwa Young Africans, ni ngumu kupata ushindi akiwa ugenini, hasa Uarabuni, mbele ya timu kama Al Ahly. Hii mechi unadhani itakuwa rahisi kwa Young Africans kupata ushindi? Hatuna rekodi nzuri dhidi ya Al Ahly away, lakini tuna rekodi nzuri Young Africans tunapokuwa away dhidi ya vilabu vingi tu barani Afrika. Tumethibitisha hilo kwenye vilabu vingi vya Kiarabu. Ukiangalia klabu Afrikeni, USM Alger, tumecheza away, tumewafunga watu wengi away. Kwa hiyo tunao uwezo wa kushinda mechi away, tunao uwezo wa kutoa sare away, lakini tunaamini kwamba yote inatokana na namna ambavyo maandalizi yalivyofanyika na squad ulionayo. Nao Young Africans ana squad ya kucheza na mtu yoyote sehemu yoyote na akafanya balance tu. Tutaonyesha mfano kwa Al Ahly na mtatuamini na mtatugea kazi nyingine ngumu zaidi ya hiyo ya Al Ahly. Naamini kila Mtanzania atafurahi siku ya tarehe 23. Kocha mkuu anaamini kwamba wanakwenda kupambana kwa ajili ya kuvuna alama 3. Na wewe unasimama hilo? Mimi nasimama naye kwa sababu option ya kwanza ni kumshambulia mpinzani ili uondoke na alama 3. Kutengeneza mpango wa kazi mzuri wa mashambulizi ambao wewe utakusababisha uondoke na hizo alama 3. Kocha wa Yanga Pedro Gonçalves anao mifumo mingi mizuri ya kushambulia ambayo inawadhibiti wapinzani na kuwabana katika maeneo mengi na kusababisha ushindi wa magoli. Unaona kwa muda mrefu klabu yetu ya Young Africans kwa michezo hata ya ligi kuu tukapata mabao 6 kwa muda mrefu, lakini chini ya Pedro Gonçalves umeona magoli 6 yamepatikana. Tunao uwezo wa kushinda Champions League mchezo wa away kwa namna ambavyo mashambulizi yatakuwa mengi na machache kati ya hayo mengi yataingia kambani. Kwa hiyo naamini chini ya kocha Pedro Gonçalves ana uwezo wa kushambulia away, asimwogope. Hamna haja ya kumwogopa. Mwarabu sasa hivi wa kawaida tu. Yaani tuna uwezo wa kumshambulia na tukamfunga. Mwarabu ni wa kawaida? Sana, sio kawaida. Yaani Mwarabu ni wa kawaida sana. Tuna uwezo wa kumshambulia na kumfunga na kumtoa ngeu pale nyumbani kwake. Wana uwekezaji mkubwa sana Ahly. Ni sahihi, vilabu vingi vina uwekezaji mkubwa kuliko timu yetu na bado tumeweza kuvifunga. Belouizdad tumemuondoa kwenye mashindano na uwekezaji mkubwa kuliko Yanga. Tumewafunga wengi. Mamelodi tumebishana naye na uwekezaji mkubwa kuliko sisi, na tumebishana naye mpaka extra time tukaenda penalty. Al Ahly yenyewe tushamfunga hapa mara kadhaa, ana uwekezaji mkubwa, lakini kinachoamua ni wanaume 11 watakaocheza dakika 90. Kwenye kundi lao Yanga wanaipa nafasi ya ngapi kwenye kumaliza? Yanga nawapa nafasi ya kwanza kuongoza kundi. Kundi lao hili watatoboa mbele ya Ahly. Yanga ataongoza kundi, Ahly atashika nafasi ya pili. Hilo lipo kwenye jumuiya ya Waarabu. Waarabu watachagua ni Mwarabu gani ashike nafasi ya pili ambaye ni National Ahly. Sisi kwetu tunaamini tutaongoza kundi. Bila shaka ongezeko la Alan Okello pamoja na Depu kuna chachu kubwa mafanikio kabisa. Alan Okello ni mmoja kati ya washambuliaji hatari zaidi barani Afrika ambaye amethibitisha hata barani Ulaya. Naamini kwenye quality yake, kwenye uwezo wake, anao uwezo wa kuwaonyesha na kuwapa upinzani mkali mabeki wa National Ahly. Usajili wake Depu na Alan Okello umekuja kuongeza kitu kikubwa ndani ya Yanga. Naamini idara ya ushambuliaji ya Yanga itakuwa na makali sana
Kwenye ligi kuu Tanzania bara naamini watafunga magoli mengi na watachangia magoli mengi, lakini kwenye Champions League wanao uwezo wa kuipa nafasi Yanga kucheza semi final ya Champions League ya Afrika. Ushindi kwa Yanga dhidi ya Ahali ni ushindi ambao wanataraji kwamba huenda kuanzia magoli mangapi? Goli 2 tu. Mimi naona kwa nafasi ambazo zinatengenezwa na Yanga kwa ukubwa wa Al Ahly, wametukaba, wametuzuia, tuna uwezo wa kufunga magoli 2 tukarudi na magoli 2. Watakubali kufungwa? Hakuna timu inayokubali kufungwa dhidi ya Yanga, lakini ni Yanga quality yake ndio inasababisha watu wengine wafunga. Ukiangalia uwekezaji wa Young Africans na Ahali, upo uwekezaji mkubwa? Ahali wana uwekezaji mkubwa, lakini sisi kwenye mabadiliko yetu ndio tunaelekea huko ambako Al Ahly yupo. Kwa hiyo tunakiri Al Ahly wametangulia kwenye uwekezaji. Hata ukiangalia idadi ya wanachama wanao wengi kuliko sisi, ya namna ambavyo wanasajili wakina Imamu Ashuru wanasajili kwa fedha nyingi kuliko sisi, lakini ndio huko ambako tunaelekea. Ni swala muda tu, lakini kwa sasa uwekezaji ambao wanao utatofautiana na kwenye picha wanaume 11 wanapopambana. Unaweza kuwa na zaji kali, lakini tukakuonyesha na tukakufundisha adabu ndani ya dakika 90. Bwana, wapinzani wenu Simba Sports Club wamemrejesha mchezaji wenu wa zamani Clatous Chota Chama ndani ya klabu hiyo na wanatamba kwamba mwamba amerejea kundini. Ni aibu ya mwaka. Aibu ya mwaka. Kivipi? Yaani kumrudisha Chama kwenye timu yao ni kama ambavyo Manchester United siku moja waliwahi kusema wamrudisha Ronaldo ili awasaidie, lakini umri wa Cristiano Ronaldo ndio ulisababisha kuona kwamba hata kurejea kwake hawezi kuwasaidia Manchester United. Inabidi Ronaldo aondoke aende akatafute maisha sehemu zingine. Simba hawana tatizo na wachezaji, kwamba wachezaji wanawasajili labda wanakuwaga ni mabaya. Simba wana tatizo kubwa zaidi linalowasumbua nje ya hilo. Kwa hiyo hata angeenda Messi, angeenda Ronaldo, angeenda Neymar, sasa hivi angeenda Kylian Mbappe, bado Simba wanapata tabu kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo wataendelea kupata tabu mpaka waje wajigundua tatizo ni lipi, waje makao makuu ya Yanga uliza tatizo lao ni lipi ili tuwasaidie. Wengi wanaamini kwamba hata kweli mpata hofu baada ya kurudi kwake Chama. Chama tumekutana naye akiwa Singida na tukawapelekea moto. Chama tumekutana naye akiwa Simba na tukawapelekea moto. Wakasema Chama ni duka. Wala hatujai kuwa na hofu akiwa na Chama. Waendelee kuwa na Chama, tushawafunga akiwa na Chama, sio mara moja wala mara mbili. Tumewafunga wakiwa na Chama, wakasema Chama duka. Sasa hivi litakuwa sio tu duka la Mchaga, litakuwa duka la Mdigo hiyo. Yani wajue kama mradi tu Chama alishakuja Yanga na ndio amerudi tena kwao, basi hilo duka litakuwa duka la kawaida, litakuwa duka kubwa kweli kweli. Waendelee kuamini kwenye duka lao. Wamesema kwamba amekuwa akicheza akiwa hana furaha, sasa amerudi kwenye furaha. Chama ashacheza Simba katika timu ya Simba ikiwa na Miksoni, ina Morisoni, ina Johnny Boko, ina Medi Kagere. Chama yumo, Yanga anapata matokeo. Sembuse hii Chama ya Kamkumbe, hii si Chama mbovu kabisa hii. Hii Chama ya sasa yaani Chama ina Miksoni, Chama ina Kagere, Chama ina Boko, Chama inapoteana kiwanjani, inafungwa na wanasema Chama duka, kwamba huyu ana maajabu. Alafu eti sasa hivi ndio tuambie eti Chama anacheza na nani pale striker? Baraka nini? Baraka Mwangosi. Kwa hiyo tuache kuiogopa Chama ya Boko, tuiogope Chama Baraka Mwangosi. Sana nafahamu vizuri. Tuiogope eti Chama ya Kibu. Sisi tukutane tu tarehe 1 mwezi wa 3, wasogeze mbele au warudishe nyuma, wachague wao. Kwa mtaendelea kuwatesa Simba. Simba tutawafunga mara nyingi tu, yaani haitakuwa 6, tutafika hata 50. Na huu ubingwa wa ndani wewe uone kama umekuwa mwepesi. Yaani raundi hata ya 10 haijafika Yanga kucheza, lakini ubingwa unaoona uko wazi. Simba anafungwa anatoa sare. Azam anafungwa anatoa sare. Mtibwa anafungwa anatoa sare. Sasa hebu niambie wewe, nani wa kutukazia sisi tusichukue ubingwa? Kama kuna ubingwa mwepesi tulai kuchukua ndani ya miaka hii 4 5. Lakini kama mtacheza mechi ya kiporo ni tofauti ya alama 3 tu. Na nyinyi hamjakutana bado. Na tunamtaka yeye atugee 6. Tayari kwa Simba tuna alama 6. Ukijumlisha na hizi 3 9. Mpaka sasa hivi sisi tuna uhakika kuchukua ubingwa kwa alama 9 zidi ya Simba. Kwa ubingwa uhakika. Yaani kwa Simba tu tuna alama 9 za kumwacha.
Haya, huyo Azamu kamkumbe anatoa sare na Mtibwa na nani, si ndio tunamaliza shughuli? Sisi saizi tunawaza mechi za kimataifa. Hizi hapa nyumbani tushamalizaga. Sio saizi yetu, sio level zetu, sio watu wa kutufikirikisha sisi. Hamna mpinzani. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.